Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Kwa neema nyingi na baraka nyingi ambazo Kristo ametusaidia kuvuka salama mwaka 2021. Najua fika kwamba haikuwa rahisi kwa sisi kuvuka kwa upepo kila namna uliokuwa mbele yetu, lakini asante Mungu asiyetutoa mawindo. Tumevuka salama tena kwa kishindo na ushindi mkuu ambao tumejaliwa na Mungu. Na zaidi ya yote ninamshukuru sana Mungu pia kwa ajili ya maisha ambayo anaozidi kutupea kila leo. Kwa kazi kauli mbinu yetu ya mwaka huu ni kwamba mwaka 2022 kwa msaada wa Mungu nitatenda makuu. Kwa hiyo ni kauli mbiu ambayo tutatembea nayo na tutahakikisha ya kwamba tumetenda makuu, kwa sababu ndio ramani ya Mungu kutuacha hai duniani. Sasa leo ambayo itakuwa ni mara ya kwanza sasa nianze kutengeneza title hii, itasema ya kwamba jitihada zote za mzungu anakimbizana namna gani atakavyomfuana na shetani. Jitihada zote za Muafrika ama za mtu mweusi anapambana namna gani atakavyomfikia mzungu. Narudia kichwa hiki, labda pengine usikipendi sana kivile, kwa kuwa kwenye makanisa yetu haya ya Kipentekoste tumezoezwa tu kuhubiriwa mataito ambayo yanasema upendo, shirikiano, kwenda mbinguni, Roho Mtakatifu na msijui maneno kama haya. Ila mimi ya kwangu yatakuwa ni magumu, lakini japokuwa na ugumu wote huo, jaribu kusikiliza pia hata kilicho ndani. Title hii inasema ya kwamba mzungu anapambana kwa namna yote anavyojua yeye amfanane shetani kuwa na roho mbaya, wakati Muafrika anapambana vyovyote anavyoweza amfikie mzungu mahali alipo. Iko hivi, yupo Mungu ambaye aliumba dunia, akamuumba na huyu ambaye anaitwa shetani. Shetani alipoonekana alikosa kitu kurizika katika kazi ama shughuli aliyopewa na Mungu, akawa na akili ya kupindua mamlaka ya Mungu. Na kama jinsi tunavyojua Mungu ni mamlaka isiyoweza kupinduliwa na yeyote. Sasa basi alipoamua kwenda kinyume, akawa na lengo ya kutaka kuwa zaidi ya Mungu, kwa vile alivyojiona kwamba ana vingi ambavyo kwa kweli vikionekana anavifanya sawa sawa na Mungu. Basi akasema basi huyu Mungu kwani kuna nini? Akashindwa kujua kwamba kuna siri ya Mungu ambaye alifanya siku ile ya kuumba. Ukimsoma vizuri utasema utakuta Mungu amesema kwamba tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu, lakini pia alipoendelea kuwafanya hao akageuka akapuliza pumzi ya uhai. Kwa hiyo walimfanya wote, lakini pumzi akapuliza Mungu. Hiyo ndio siri pekee ambayo na shetani akili waka zinamvuruga. Sasa basi huyu shetani alipoona ya kwamba ajenda yake imeenda kinyume na matarajio yake, akaamua kupindua serikali ya Mungu ambayo ilikuja kuleta vita na mtafaruko kuanzia mbinguni. Aliposhushwa duniani akaanza ajenda zake. Sasa basi tutakwenda kutajia vipengele kadha wa kadha ambavyo utakuja kuona jamaa wenzetu tayari wameshamwacha Mungu. Katika vipengele vingi wameshamwacha Mungu. Of course najua kwa kadri akili ya mwanadamu ama kwa kadri mwanadamu alivyozidi kwenda anafanikiwa, ndivyo alivyokwenda anafikiria kwenda kinyume na Mungu. Somea Mwanzo sura ya kwanza mstari 26-27. Hapa anasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu
kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakawatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wa Mungu, kwa mfano wake Mungu aliwaumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Utakuja kuangalia hapa Biblia haijasema kwamba Mungu aliumba mtu kuwa mweupe, akaumba mtu kuwa mweusi. Ndio maana nawaambiaga kitu kimoja kwamba Adamu si mtu wa kwanza kuumbwa. Adamu sio mtu wa kwanza kuumbwa. Na kama tukienda kwenye kauli ya Adamu ni mtu wa kwanza kuumbwa, hiyo inakuja kunipa picha ya kwamba Kaini alikuwa ni mtu wa tatu na Abeli ni mtu wa nne. Hapo ni wao tu wa nne duniani. Sasa niambie, kama tu Adamu ni wa kwanza kuumbwa, Kaini baada ya kumuua Abeli kwenye Mwanzo 4 alikwenda katika mji ya Nebu, kule alikwenda kuzaa. Wale watu wengine walitoka wapi? Ndio maana tunawaambia ya kwamba Mungu alipoumba watu, aliumba watu wengi akawaweka duniani na malaika wakawa wengi mbinguni. Ndipo hapo duniani akatizamwa Adamu awe msimamizi. Adamu, sura aliyoumbwa nayo ya Mungu, ulikuwa ni utakatifu, kujua ile kweli ya Mungu, yaani kuishi maisha ambayo yalikuwa ni sawa sawa na Mungu. Ndio maana aliwekwa katika Eden. Bwana mzee aliwekwa katika mapenzi ya Mungu ili aweze kuonesha watu kweli. Ndio maana Shetani ama Lucifer, ajenda yake ya kwanza aliposhushwa duniani, alimtafuta mtu aliyekuwa na kusudi la Mungu, akamtafuta huyo. Ndio maana tafuta vizazi vyote. Hapa ndiyo mwanzo alipoumbwa Adamu. Adamu akatokea. Wengine wote walitoka wapi? Ukienda kizazi cha Nuhu ni mlango tu wa 6. Baada ya hapo watu walikuwa wamekuwa wengi tayari. Adamu alizaa watoto wangapi? Alikuwa anafanya ujauzito mmoja amezaa watoto 100. Haikuwezekana. Ndio maana mnaambiwa Mungu aliumba watu wengi. Ndio maana vita tuvuruge vingi tukija kusema Adamu ni mtu wa kwanza. Sababu ukisema Adamu ni mtu wa kwanza, nitakuuliza mzungu na mweusi ametoka wapi? Ndio maana Mungu alipoumba aliumba watu wa aina zote, lakini Adamu alipata neema ya kuwa na neno ama na ule uwezo wa kusimamia watu wengine. Sasa basi, ndio kusema hapa ni kwamba mzungu anafanya jitihada zote amfanane Shetani, wakati Mwafrika anapambana vyote anavyojua amfanane mzungu. Kwa hiyo wote uelekeo wetu ni kumfanana Shetani, wala hakuna hata mmoja anayetaka kufanana kama Mungu. Kuna matendo kadha wa kadha ambayo ukimwona tu mzungu asema huyo kwa kweli ni nusu Shetani. Mfano, kitu cha wanaume na wanaume kuoana na kuzini wamehalalisha wao. Vilianza tangu Sodoma na Gomora, of course najua. Lakini je, serikali zenye mamlaka ambao Biblia imeshaandikwa ya kwamba mwanamume asilali na mnyama, mwanamke asilali na mnyama, haya yote tayari yameandikwa na wanayajua, nao wanajiita wacha Mungu. Lakini leo si yamehalalishwa hadi makanisani? Bwana sana, unakuta tu ni mijitu fulani ambao ina roho ngumu na roho mbaya. Ngoja nikwambie, ni watu wamjui tu. Mzungu ana upendo ila wa kinafiki. Mzungu ni mtu ambaye anaweza akakuchekea hapa, lakini kumbe baadaye anakubebea shimo kubwa ambalo utatumbukia na kuuawa huko ndani. Najua kwa pagani mwingi baadhi yao mlionao mtasema umeleta ubaguzi. Wewe ndugu, kuongea Hutu sio kuleta ubaguzi. Na of course injili popote ilipohubiriwa ilibagua. Sasa basi, jitihada zao nyingi wanatamani wamfanane Shetani. Ukija kuangalia ajenda yao kubwa kabisa ni watu waweze kuishi sawa sawa na maisha ya jehanamu, maisha ya hovyo. Angalia mitindo ya mavazi ambayo nyinyi mnasema ni asili ya mzungu. Asili ya mzungu sio hii. Asili hii walitokea kukopi na kupasi haya maisha. Ilikuwa ni baada ya wao kuishi sana maisha ya dhambi, wakaona kumbe hata tukiwa tunavaga nusu uchi tutashawishi zinaa iwe nyingi duniani. Nyote anzeni kufanya mambo mkijua chimbuko yake yalitokea wapi. Sasa
Huyu ndiye anayepambana. Ndio maana ukimwona hata anapovaa mavazi yao mingi misuruali, unakuta ni jamaa limekaa tu kistari fulani kwamba ukimwona unatamani tu ili ningesini nalo, ili ningefanya hivi nalo. Yaani amekaa hivyo. Huyo ndio unasema mzungu ameokoka, mzungu ana upendo. Upendo wa mzungu ni unafiki tu, nyamjuu tu. Anakuchekea. Lakini yaani amekubebea shimo mbeleni. Kibisha. Uliza kina Uncle Magu. UN ama Umoja wa Mataifa, United of Nations, iliundwa kwa ajili ya kuleta usalama. Niambiaje leo uonevu unaendelea duniani? Sasa uonevu unaendelea na wanasema kwamba kuna Umoja wa Mataifa. Mtu hakuumbwa kwa sura ya mzungu, mtu aliumbwa kwa sura ya Mungu. Na sura ya Mungu ulikuwa ni utakatifu. Kitendo cha kuwa na utakatifu ni kitendo cha kutaka kuishi sawa sawa na kusudi la Mungu. Ndio maana ulipewa tu agizo kuilima shamba na kutunza, wala sio kwa sababu ya kumiga mzungu. Sasa jitihada zote za Mwafrika, hapa ndipo ambapo natamani niongee mambo magumu kidogo. Jitihada zote za Mwafrika ni namna gani aweza kufanana na mzungu. Yaani ukiona hadi leo hao ambao tunawaita zana zetu tulitoka nao Afrika wako vizuri. Jitihada zao zote leo kuanzia tulipokuwa Afrika. Of course sio vibaya kuja kwenye miji yao. Tunakuja kwenye miji yao na tunaishi maisha yetu. Ndio maana wana wa Israeli waliishi Misri miaka, lakini hawakugeuka. Sipokuwa nyie asawa bebe ambao wana ulimbukeni mwingi. Mmefika Marekani mshajiona tuishi maisha haya. Ndugu, kuishi miaka mingi kigogo hata kikiishi miaka baharini akigeuki mamba. Acha ulimbukeni wewe. Alafu baadaye mtasema anatukana watu kwenye mtandao. Imegundulika. Unajua kutukana. Of course mimi naongea. Kuna maisha tu fulani ambao ukiatizama unasema haya, mbona yeye alitakiwa kwenda hivi haya. Tuna kile kitusumbua wengi ni ulimbukeni. Ndio ni mjito ambao tumejiamini vya kutosha. Jitihada zetu niwe kama mzungu. Meshaleta style za minywele. Hujawahi ona wa China ama mtu mwingine yote wa rangi nyeupe amejisumbua na nywele kwamba aweke nini asuke nini? Hawajisumbua hivyo. Najua mtakuja mtasema ya kwamba ni kwa sababu wana nywele ndefu. Wanyarwanda wana nywele ndefu na baadhi ya Wakongomani ama baadhi ya watu kutoka Afrika wana nywele ndefu. Hawajisumbui kama nyie. Nyie ni ulimbukeni tu, mnatamani mwaige wazungu, ndio maana mimameshe mnasuka, ndio maana mnaweka vya kuweka, mima wengi mnaweka. Mnachotamani nyie sio kana kwamba tufanye na kujifurahisha. Yaani mmekosa plani ya kufanya, mnataka mwaige wazungu. Mzungu mwenyewe kwa anapambana mwige shetani. Maana mzungu anapambana anatamani siku moja itokea tembea uchi wa mnyama bila nguo. Ndicho anachotamani hicho mzungu. Alafu tunasema huu ni miji ya uhuru. Hii ni miji ya uhuru. Tunaishi kwa uhuru. Na ni kweli wamewekwa uhuru kweli. Uhuru wamewekwa uhuru na shetani. Tunaweza kutaka tu. Hizo ni vitu cheka. Hilo ndo mtu ambalo linaishi kwa uhuru. Tunaomba hakuna popote utakapoishi uishi maisha ya hovyo ya kutaka kufuatana na waliohasi. Fuatana kutenda wema. Mimi nataka nikakushauri uige mzungu katika swala moja tu jema. Mzungu anajipangilia katika mambo yake mengi. Ukimkuta mzungu anafanya kazi utakuta amejipangilia. Utakuta ndani amejipangilia. Ukimkuta mzungu anazaa amejipangilia. Wala sio sisi. Shida ni kitu kimoja. Mzungu anaweza katuonesha vitu kwamba ni vyema kutenda kile kufanya. Yeye mwenyewe akawa amejilimit kwenye mambo fulani. Of course mzungu anaweza kavaa chupi barabarani, lakini asishawishike, asiwashawishi wazungu wengine kwa zinaa. Ila sio sisi nyani wauzi sisi. Pita tu na mtu amevanga chochote nje hapa. Takuta ndo hapo umeshaanza kwenda unafikiria sasa. Sio mabia wazungu. Mzungu anaweza kavaa utupu akatembea na simshawishi yoyote. Sio sisi. Anafanya kitu ambacho anajua hiki mimi nitaweza kukienda. Unajua Shetani anapomjalia mtu kitu anakupea nafasi ya wewe unayekifanya kuwa na limit. Limitation inakuwa iko pale. Inakuwa kile kitu akikuasiri wewe bali anawalengwa nao walenga.
Ndio maana kuna kitu kama hata muziki. Ni muziki walianzisha wao. Ilipokuja kwetu sisi nyani, tumeanza kucheza ovyo ovyo sasa. Unakuta wenyewe wanacheza wako na limit. Ile kifika kwetu ndio tunajisumbua. Unajiuliza, watu kuna nini? Tunaweza kusema ni kwamba tujaribu kuishi maisha ambayo tunajua lengo letu sio kumpendeza mzungu, sio kuwa sawa na mzungu, ni kuwa kama Mungu alivyotaka. Ndio maana hata kauli za marais wetu baadhi kwamba tunatakiwa tufanye walichofanya wenzetu. Umoja wa Ulaya wote wamepiga chanjo, na sisi pia tunatakiwa tufanye. Yaani yamejidhibitisha tu yale kwamba harakati nyingi za Mwafrika, harakati nyingi za mtu mweusi ni ya mfuano na mzungu. Unajua hata elimu ambazo wote tunafundishwa Afrika, unakuta vingi tunayofundishwa ni vya wazungu. Muulize mzungu kama leo kujifundisha hapo cha Mwafrika, hawajifundishi chochote. Jiografia hiyo ambayo tulifundishwa kusumbuliwa tu, nani aliwahi kuzunguka dunia, nani aliwahi kufanya hiki, historia zote hizo wenyewe hapa hawafundishwi. Wenyewe wanaelekea tu, wanaelekea mmoja tu, unataka usome nini na kwa malengo gani, wananyoka nayo hapo. Haya yote tunaelekea naga jiografia, mara historia, au walifanya hiki, wale walifanya kile, hawafundishanagi hayo. Sasa jitihada zetu sisi tumjua mzungu nani alikuwa wa kwanza kufika Afrika. Jitihada zetu sisi tujua mzungu gani siku alikuwa kwanza kufika kwenye mwezi. Hawana hata habari ya kutaka kujua ni Mwafrika gani ama kuyafundisha hayo. Kama watayajua hayo, watajua ili wajaribu kulimit mtu mwingine mwenye kuwa na historia kama hiyo. Na maana unakuta wanaobeba historia kubwa ni wao wenyewe. Bila kufundisha hapo kwa habari ya utu, ujitambue wewe ni nani. Jitambue lengo kabisa la mtu. Ni vema sana ukatamani kuyaishi maisha ambayo Mungu alikutaka uyaishi. Mimi ninachojua ni kwamba mwaka 2022 ninafikiri nitaleta sura yangu, uasilia wa mwanadamu. Nitazifanya ibada kwa namna ambayo sijawahi kuzifanya zamani, ili tu nijaribu kuonesha watu kwamba picha ya mwanadamu aliyotakiwa kuwa nayo sio hii picha tunayoiga kutoka kwa wazungu, sio picha tunayoiga kutoka kwa shetani. Picha ya mwanadamu yalikuwa ni aishi maisha ambayo Mungu na mbingu itampendeza, yaani aweze kuwa na neema mbele za wanadamu na mbele za Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba muamuzi wa maisha yako ni wewe. Muamuzi wa namna gani utakavyoishi ni wewe. Adam na Eva waliletewa story nyingi na shetani wakati walipokuwa pale Edeni. Waliletewa story nyingi ambazo aliyewaletea story hizo bado hakuwa na neno lolote la kuambia, ama hakuwa na la kuwalazimisha wafanye nini. Unajua, siku zote tusimchukulie shetani kama tishio, tumchukulie shetani kama mleta hoja ambaye sisi bado tuna nafasi ya kusema ndio tunakubali ama hapana. Unajua, mwisho wa siku muamuzi wa maisha ni wewe mwenyewe. Yaani utakayechagua mimi naishi maisha gani ni wewe mwenyewe. Ni kweli kuna vitu vingi duniani ambavyo vinaonekana kwamba vinatushawishi kwamba hivi ndivyo bora zaidi, lakini mwisho wa siku bado vinahitaji mwanadamu aamue ataishije. Kwa maana Mungu mwenyewe amesema, nimekuwekea mema na mabaya mbele yako, chagua mema ukaishi. Si kwamba nimekulazimisha ufanye mema, uchague utaenda uelekeo gani. Unajua, shetani ni mtaoja. Kuna mambo mengi ukipita unaona kweli kuna vijitu tu ambaye inapita mbele yako, vibinti ambavyo vinapita mbele yako, ni shetani analeta hoja, anakuonesha unaona ile kwa makalio yale unaweza ukazini naye, unaona yule kwa mivalio ile unaweza kuvaa vile, unaona, yani anakuonesha mambo ambayo inaonekana kwamba yanaweza yakakushawishi. Naomba shetani ndio yale nayaona, lakini yale ni mavi. Hakuna kitu pale. Pale hakuna kitu, pale hakuna kitu. Pale hakuna kitu. Hakuna kitu kingine. Chanjo hii unaweza ukachanja. Hii chanjo itakuwa salama. Ndio shetani. Najua Mungu alinivusha hapa ni zaidi ya corona ambayo mnasifu. Unavuka. Of course unajua muamuzi ni wewe mwenyewe. Sasa kwa sisi tunapopambana
nia yetu ni kuwafanana wazungu. Ndio maana wakichanja tunachanja. Wakisema kwamba tutembee nusu uchi tunatembea nusu uchi. Wakisema tuvae hivi tunasema ndio usasa tunatembea hivyo. Wakisema tulewe tukiwa na miaka 21 tunatembea hivyo. Ndugu, kimfuata mzungu atakuharibu tu akili na kugombanisha na Mungu. Mzungu ni malaika aliye hasi. Ndio maana wana akili ya kufanya vingi ila kinyume na mapenzi ya Mungu. Ajua Mungu anasema kwamba Bwana anasema ni mashetani na Bwana anatumia vitu vyao. Moja nililipia anatumia hivi kwa haki. Na ngoja nikwambie, kitu chochote ambacho walitengeneza kwa wema, kwa haki, wewe unatumia hicho. Ila wewe kama kuna hila ndani yake, kuna upagani, ushetani ndani yake, ilo utalitumia ila kwa nia ya kuwaokoa watu. Mwafrika, pigana uweze kufanana na Mungu. Pigana uweze kuishi maisha matakatifu. Sio pambane namna gani utakapomfanana na mzungu. Namna gani utakavyoishi sawa na mzungu. Hiyo sio asili yako. Asili yako ni uwe kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Wala sio kwa mfano na kwa sura ya mzungu. Leo mnakirimu. Leo dada zetu wanajisumbua. Wanakirimu. Lengo la kukirimu wanatamani wafanane mzungu. Leo wanapakaa wanajaribu kuweka makeups wafanane, yani hoja yao kubwa ni mfanane mzungu. Wanajaribu kuweka wigi minywele yao ile ya wazungu. Nia yake kabisa Mwafrika afanane mzungu. Leo mnajaribu hadi kuishi maisha ya kuvaa nusu uchi. Lengo lenu ni vae kama jinsi mzungu anavyovaa. Siku gani mzungu atakuja kuheshimu? Wakati mwingine mnakuwa kulalamika tu. Mzungu kwa kinaheshimia mtu mweusi. Hata kuheshimuje wewe ndugu? Wakati chochote unachokigusa unatamani, yani unamtamani yeye. Anaona kumbe huyu anatamani anaishi maisha yangu, kumbe yana tabudi ya kumdharau. Ndio maana hata mabosi hawaga waheshimu wafanyakazi. Wewe kila kitu unachokifanya unatamani tu ufanye anavyofanya mzungu. Siku gani atakuja kuheshimu? Basi mimi najua Injili ni kuongea utu. Injili ni kuongea namna ambayo watu walitakiwa kuishi. Wala sio misisimuko hii ambayo mnahubiriwa na wahubiri hao wa hatari. Sio kwamba atone mbinguni si upendo wenyewe hawana. Sababu upendo wa kweli, upendo sio kuambia watu tupendane. Upendo ni wewe mwenyewe kwanza ujaribu kuwatoa watu kwenye hatari. Huo ndio upendo. Ndio maana wamama wanakuanga na upendo wa hoji sana. Anaweza kuona mtu amedumukia kwenye dimbwi la maji, mtoto amezama pale ndani. Yeye atakaje kufanya? Anaanza kulia, mtoto wangu anakufa. Kuliko atafute njia ya kumtoa yule mtu kwenye hatari. Fikiri kulia na kuwaia watu wengine ndio upendo. Kumbe huo sio upendo, ni upumbavu na ujinga. Hivyo ndivyo wahubiri wengi wanavyofanya. Wanawatanguliza kuambia twende mbinguni, wanakosa kuonesha njia ya kwenda mbinguni ni wapi. Yesu afasa. Sasa basi, naomba nikwambie, jaribu kutafuta uso wa Mungu wala sio uso wa mzungu. Tafuta uso wa Mungu, elekea Mungu, fanana na Mungu. Na uso wa Mungu sio mweusi ama mweupe. Uso wa Mungu ni utakatifu na usafi wa moyo. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Amen.